Baada ya matukio ambayo yaliweza kufanywa na wenye Simba yao, kwa maana ya mashabiki wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, wakionyesha kutofurahishwa na aina ya matokeo ambayo yanapatikana katika upande wa timu yao, lakini pia mwenendo wa timu yao kwenye kila ambacho kinatengenezwa na kila ambacho kinaonekana. Zigo la lawama kwa sasa anabebeshwa na kuvarishwa ambaye ni mwenyekiti kupitia katika upande huo wa wanachama pamoja na mashabiki, na mzungumzia Murtaza Ali Mangungu. Kama kuna watu wanapitia katika wakati mgumu, basi huwezi kushindwa kumtaja Murtaza Mangungu kama sehemu ya watu ambao wanapitia katika wakati mgumu upande wa mashabiki wa Simba, wakionyesha kutokumuhitaji, wakionyesha kutokumtaka awe mwenyekiti wao, wakihitaji awezi kujiuzuru. Jana tulikuwa na mechi ambayo tulishuhudia kati ya wekundu wa Msimbazi Simba waliokuwa mzigoni dhidi ya Esperance de Tunis, mchezo wa CAF Champions League, na Simba mchezo huo wakafanikiwa kulazimishwa sare ya kufungana mabao mawili kwa mawili, mchezo uliopigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ni Simba ambao tayari walikuwa wametangulia idadi ya mabao mawili kwa sifuri, lakini upande wa kikosi cha Esperance de Tunis wakatokea nyuma na kusawazisha mabao yote mawili katika nafasi hiyo, na hatimaye upande wa mnyama mwituni Simba Sports Club akalazimishwa sare ya kufungana mabao mawili kwa mawili. Nobody expect kwamba Simba angeweza kupata sare, wakati ambao alionekana mechi kuwa tara meimudu, wakati ambao pia mnyama alionekana kwamba kila kitu kipo katika uzuri wa aina yake na kila kitu pia kipo katika ubora wa aina yake katika nafasi. Lakini kwa bahati mbaya Simba wakarudishwa mabao yote mawili na mechi ikamalizika Simba 2 upande wa Mangungu pia na timu yake ya Simba nayo wakiwa na mabao mawili katika kila ambacho tayari kinaonekana na kila ambacho tayari kipo kama sehemu ya mtaji mkubwa. Sasa upande wa Simba baada ya mechi kutamatika, mashabiki walionekana kuhitaji kumpiga na wengine walimpiga Murtaza Mangungu ambaye ni shabiki ambao ni mashabiki wa Simba, walionekana kugombana na huyu ambaye ni mwenyekiti wao kwa maana ya Murtaza Mangungu zaidi katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ya kila ambacho kinazidi kuonekana na kila ambacho tayari pia kipo kama sehemu ya mtaji mkubwa zaidi. Sasa katika upande huo ndio wakati ambao tumetazama makubwa na mengi yakiwa yanazidi kuonekana katika nafasi hiyo na katika ubora wa mengi zaidi ambayo yanazidi kuonekana na mengi ambayo pia yanazidi kuwepo kama sehemu ya mtaji mkubwa zaidi. Sasa upande huu issue iko hivi. Upande wa Simba katika hichi ambacho tayari kipo na hichi ambacho kinaonekana katika upande huu, ni dhahiri shairi ya kwamba mambo yanazidi kuwa magumu na mambo yanazidi kuwa mengi zaidi katika nafasi hiyo. Sasa Simba wenyewe kupitia katika page yao ya Instagram wametoa taarifa kuhusiana na Murtaza Mangungu, kila ambacho kilifanyika, mashabiki wakionekana kugombana naye mpaka jeshi la polisi ndilo ambalo liweza kumsaidia kumtoa pia uwanjani. Taarifa ya Simba ambayo wameweza kuitoa iko hivi. Taarifa kwa umma. Bodi ya wakurugenzi imesikitishwa na vitendo vya baadhi ya watu kumvamia na kumfanyia fujo mwenyekiti wa klabu na mwenyekiti wa bodi Murtaza Mangungu baada ya mchezo wetu dhidi ya AS Tunisia kumalizika katika uwanja Benjamin Mkapa. Vitendo hivyo sivyo vya kiungwana, havikubariki na havitafumbiwa macho. Uongozi wa klabu unatoa pole kwa mwenyekiti Mangungu kwa kadhia hiyo. Aidha, uongozi umeliandikia jeshi la polisi kuchukua hatua za kisheria kwa wote waliohusika katika vurugu hizo au kula njama ili kuwafikisha katika vyombo vya sheria. Bodi inasisitiza kuwa haitabariki wala kuvumilia mtu yoyote atakayeharibu taswira ya klabu kwa namna yoyote ile. Imetolewa na Crescentus Magori, mwenyekiti
wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba Februari 1 Februari au Februari 1, 2026. Ndio taarifa ya moja kwa moja kwenye kile ambacho tayari kimeweza kuonekana na kile ambacho tayari kinazidi kuwepo katika sehemu ya mchango mkubwa zaidi. So Simba nao wameibuka na kutoa taarifa wakilaani vitendo ambavyo viliweza kufanywa na mashabiki, wakionekana kumpiga ambaye ni mwenyekiti wa wanachama na mashabiki, lakini pia ni makamu mwenyekiti katika upande wa bodi ya wakurugenzi. Murtaza Mangungu, mwendelezo wa matokeo yasiyokuwa mazuri, wao wanaamini ya kwamba anachangia kwa kiwango na kwa kiasi kikubwa katika nafasi hiyo, na that why wameonyesha dhahiri shahiri ya kwamba wanahitaji waweze kumpiga katika nafasi hiyo, lakini pia wakionyesha kutofurahishwa na matokeo ambayo yanazidi kupatikana chini ya uongozi wake yeye kama mwenyekiti katika upande wao. So hiyo ndio taarifa ambayo Simba wameitoa kuhusiana na Murtaza Mangungu. Let's wait and see, tusubiri tuone kipi kinajiri katika upande wa Simba ambao tayari pia wameishia katika hatua ya makundi upande wa CAF Champions League baada ya misimu 7 mtawalia kuvuka na kwenda katika hatua ya robo final. Lakini msimu huu hali imekuwa tete, maji yamezidi unga tu. Unazungumzia vipi haya mengi ambayo yanazidi kuendelea katika upande wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba na taarifa hii ambayo Simba wameweza kuitoa? Kisha umesubscribe, lakini pia endelea kufuatilia Pili TV ili upate taarifa zote kwa kina.